Jeshi la Iran laangusha ndege ya kivita ya Marekani. Afisa wa Ansarullah asema kauli za Trump kuhusu amani zimetokana na hofu ya nguvu ya Iran. Na WHO yasema DRC inakabiliwa na mlipuko mbaya zaidi wa Ebola katika historia. Na sasa ni habari kamili. Jumanne ya leo ya tarehe 4 Agosti mwaka 2026 inasadifiana na maombolezo ya 40 ya Imamu Huseini alaihi salam, yaani siku 40 tangu Imamu Huseini alaihi salam na wafuasi wake watiifu walipouawa kinyama kwenye jangwa la Karbala mwezi 10 mfunguo 4 Muharram mwaka 61 Hijria. Imamu Huseini alaihi salamu ni imamu watatu katika kizazi kitoharifu cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mamilioni ya Waislamu na wapenzi wa Ahlulbeiti alaihimussalam wamekusanyika hivi sasa mjini Karbala, Iraqi, kwa ajili ya kumbukumbu hizo. Wafanya ziara kutoka kona zote za dunia, wakiwemo wale wa Jamhuri ya Kiislamu Irani, wanaikumbuka kwa hamasa kubwa siku hii, na kila mwaka wanaitumia siku hii kula kiapo cha kuendeleza njia tukufu ya Imamu Huseini alaihi salam, ambayo ndiyo njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ndiyo njia ya Uislamu halisi. Ripoti zinaeleza kuwa mji wa Karbala umefurika mamilioni ya watu leo kwa ajili ya kuadhimisha kumbukumbu hiyo, ambayo ni mkusanyiko mkubwa zaidi wa kidini duniani. Muda wote wa safari yake ya kutoka Maka kuelekea Karbala, Imamu Huseini alaihi salam alikuwa akisisitiza mara kwa mara kwamba ametoka kwa ajili ya kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kuwafedhesha watawala waliokuwa wanatawala kinyume na mafundisho ya Uislamu, na kwa ajili ya kuamrisha mema na kukataza maovu, kusimama dhidi ya dhuluma na ukandamizaji, na kwa ajili ya kulinda Qurani tukufu na kuibakisha hai dini tukufu ya Uislamu kama ilivyoletwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jeshi la Iran la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Sepah limetangaza rasmi kuwa kikosi chake cha anga kimeidungua ndege ya kivita isiyo na rubani ya Marekani aina ya MQ-9 Reaper juu ya lango bahari la Hormuz kwa kutumia mfumo wa ulinzi wa anga ulio wa kisasa na wenye uwezo wa hali ya juu. Taarifa ya Sepah ilitoa taarifa hiyo siku ya Jumatatu, ikibainisha kuwa maelezo zaidi kuhusiana na operesheni hiyo ya kijeshi yatatolewa baadaye. Tukio hili ambalo limethibitishwa na chombo rasmi cha habari cha Sepah, Sepah News, ni mwendelezo wa pigo kubwa kwa jeshi la Marekani ambalo hutumia ndege hiyo kwa ujasusi na hujuma. Ndege hiyo ya MQ-9 Reaper, ambayo jeshi la anga la Marekani limekuwa ikiita zana yenye thamani zaidi katika kampeni zake za kijeshi dhidi ya Iran, imekumbwa na uharibifu mkubwa tangu vita dhidi ya Iran kuanza mwishoni mwa mwezi Februari mwaka huu. Kwa mujibu wa ripoti ya Bloomberg, Iran imeharibu makumi ya ndege za kivita aina ya MQ-9 tangu kuanza vita hivyo vya kigaidi vya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa gharama dola milioni 30 kwa kila ndege, uharibifu wa jumla unakadiriwa kufikia kiwango cha dola bilioni 1 za Marekani. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Bakai, amesema mashambulizi ya Marekani dhidi ya maeneo ya makazi na ya raia katika miji ya Qeshm, Minab na Lamerd ni uhalifu wa kivita
huku akiahidi kuwa Iran itatumia mifumo yote ya kimataifa inayopatikana kuwafikisha wahalifu mbele ya sheria. Katika mkutano wake wa kila wiki na waandishi wa habari hapo jana, Bakai amesema kulenga maeneo ya makazi na tovuti za kiraia kumegeuka kuwa tabia sugu ya Marekani. Ismail Bakai ameongeza kuwa Marekani ilianza vita vyake vya kulazimishwa dhidi ya Iran kwa kushambulia maeneo yasiyo ya kijeshi na makazi ya raia, akisisitiza kuwa mashambulizi dhidi ya makazi ya maafisa wa Iran hayana uhalali wote kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Irani kadhalika amesema shambulio dhidi ya makazi ya kiongozi wetu shahidi marhum Ayatullahi Sayyid Ali Khamenei na yale ya viongozi wengine mashuhuri yalipaswa kuondoa kwenye uhalisia kwamba vitendo vyote hayapaswi kuondoa kwenye uhalisia kwamba vitendo vyote vya Marekani katika kipindi cha miezi mitano iliyopita ni uhalifu wa kivita. Bakai ametaja hususan mashambulizi dhidi ya shule ya Shajaret Tayyibe huko Minab na uwanja wa michezo wenye watu wengi huko Lamerd, akisisitiza kuwa yote haya yalikuwa maeneo yasiyo ya kijeshi na ya makazi ya raia. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu na ukujieni kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Afisa mwandamizi wa harakati ya Ansarullah ya Yemen amesema kuwa matamshi ya hivi karibuni ya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu amani yanaonyesha wasiwasi wa Washington juu ya uwezo wa ulinzi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hazam al-Assad, mjumbe mwandamizi wa ofisi ya kisiasa ya harakati ya Ansarullah ya Yemen, amesisitiza kwamba Marekani imelazimika kurejea nyuma baada ya vitisho vyake kwa kuzingatia gharama kubwa ambayo ingelazimika kubeba iwapo ingeingia katika makabiliano ya moja kwa moja na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hazam al-Assad, ambaye ni mjumbe mwandamizi wa ofisi ya kisiasa ya harakati ya Ansarullah ya Yemen, amekosoa sera za kivita za Trump. Aidha, amesema mtawala huyo Marekani aligeukia lugha ya amani baada ya kutambua kwamba kufuatia nchi yake imedhoofika kijeshi kutokana na mashambulizi dhidi ya kambi zake na kupungua kwa uwezo wake wa ulinzi wa anga. Aidha, mjumbe huyo mwandamizi wa harakati ya Ansarullah amesema Trump ametambua kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani bado ina uwezo wa kuisababishia madhara makubwa Marekani pamoja na utawala dhalimu wa Israel pamoja na miundo mbinu ya nishati katika eneo zima la Asia Magharibi. Kadhalika amesema gharama makabiliano inapoongezeka, lugha ya vitisho hugeuka kuwa lugha ya amani. Siku ya Jumamosi, Donald Trump, rais wa Marekani, alitangaza kuwa ameafiki kufuta shambulio lililokuwa limepangwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akidai kwamba eti Iran na nchi nyingine za eneo hili ziliomba kusitishwa kwa muda baada ya misingi ya makubaliano kufikiwa. Na huko barani Afrika, shirika la afya duniani WHO limetahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola unaoendelea kusambaa kwa kasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ndio mkubwa zaidi kuwahi kuikumba nchi hiyo katika rekodi zake zote. Katika taarifa mpya, shirika hilo limebainisha kuwa maambukizi yanaendelea kusambaa licha ya kuwepo kwa juhudi za kukabiliana na janga hilo kwa miezi kadhaa sasa. Mlipuko huu wa sasa ambao ni wa 17 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotangazwa rasmi tarehe 15 Mei mwaka huu umeripotiwa kupita kiwango cha maambukizi ya janga la Ebola la mwaka 2018 hadi 2020 na kuweka rekodi mpya kusikitisha.
Kinachotia hofu zaidi ni aina ya virusi vinavyoenea ambavyo ni virusi vya Bundibugyo, aina ambayo kwa sasa haina tiba wala chanjo yoyote iliyoidhinishwa duniani. Virusi hivi vilibainika mara ya kwanza katika ukanda wa afya wa Mongubwalu mkoani Turi, lakini ndani ya kipindi kifupi cha miezi miwili vimesambaa katika mikoa 5 na kuathiri kanda za afya 49. Mikoa iliyoguswa na janga hili ni pamoja na Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hau-Tuele na Tishop. Takwimu za hivi karibuni kutoka Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaonyesha kuwa idadi ya kesi zilizothibitishwa imefikia 3674, huku idadi ya vifo ikipanda na kufikia watu 1621. Aidha, wagonjwa 760 bado wapo chini ya uangalizi maalum au wamelazwa hospitalini, huku watu 666 wakiripotiwa kupona. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujieni kutoka